siku ya kumsherekea Bwana kwa ajili ya kanisa na uwepo wa kanisa la World Shakers. Tunamshukuru Mungu kwamba ni mwaka wetu wa 4 sasa ambao rasmi tulikuwa tumeanza ibada za mahali pamoja pa kukutanika. Amen. Kimsingi ibada tulikuwa tumezianza mapema kabisa mwezi wa kwanza mwaka 2021, lakini mwezi wa 6 officially kwa neema ya Mungu tukawa tumeanza kukutanika. Amen. Wakati huo tulikuwa tunakutanika na Eliudi na Israeli. Ile mwezi wa kwanza tulikuwa Israeli wapi? Amen. Pamoja na Eliudi. Mshangilie Yesu kwa ajili yao. Na Bwana ametuwezesha mwezi wa 6 tarehe 20 tukawa tumeanza ibada zetu rasmi. Kwa hiyo ibada ya maadhimisho ilipaswa iwe tarehe 20, lakini kwa sababu ya siku Jumapili na kwa siku nzuri ambayo tunafanya ibada zetu za kumsherekea Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee kabisa mgeukie jirani yako, mwambie hongera kwa sehemu ya maono haya. Mwambie hongera kwa sehemu ya maono haya. Na tunamwamini Mungu kabisa ya kwamba mambo mazuri na makubwa yatazidi kufanyika. Sema amen. Nataka tuangalie kwa dakika chache sana wajibu wa mshirika wa World Shakers katika kukua kwa kanisa. Wajibu wa mshirika. Sasa inawezekana ukawa mahali pengine, inawezekana Mungu akakupa neema ukawepo mahali pengine. Nao kwa sababu uko World Shakers, andika wajibu wa mimi mshirika katika kukua kwa kanisa. Hii inakuwa applied mahali popote ambapo Mungu anakuweka. Jambo moja la msingi ambalo unatakiwa kulifahamu ni kwamba Mungu anapompa maono mtu, hayo maono hawezi kuyafanikisha peke yake. Mungu anapompa mtu maono, hayo maono hayawezi kufanikiwa akiwa peke yake. Mungu ana tabia ya kuleta watu kwenye maono. Ana tabia ya kuwaleta watu kwenye maono fulani. Hata Mungu akikupa kampuni leo, ili kampuni yako ifanikiwe, Mungu ataleta watu. Mungu akitaka kufanikisha kwenye biashara, ataleta watu. Mungu akitaka kukufanikisha kwenye eneo lolote, ataleta watu. Na hawa watu wanaitwa washirika. Kwa hiyo inawezekana ukawa unafanya biashara, kwenye hiyo biashara kuna watu Mungu atakuletea, wanaitwa washirika. Inawezekana Mungu akakupa kampuni uanzishe, kwenye hiyo kampuni utakayokuwa unafanya kazi utakutana na washirika. Inawezekana ukawa umeajiriwa mahali fulani, wewe ni mshirika wa hayo maono ulioajiriwa chini yake. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa hiyo hata kanisa ili liendelee, lazima liwe na washirika. Lazima liwe na watu ambao wanayabeba yale maono kama ya kwao. Leo hii siwezi kusema mimi ndo mtu hapa peke yangu. Sio kweli. Haya maono ni ya kwako. Mgeukie jirani yako, mwambie haya maono ni ya kwako. Mwambie tena hili kanisa ni lako. Mwambie hili kanisa ni lako. Kwa hiyo ili kanisa hili lifanikiwe, linakutegemea wewe. Sio aposto. Linakutegemea wewe. Sio mama. Ni wewe. Kanisa hili likifanikiwa, wewe umefanikiwa. Watu wa kanisa hili wakifanikiwa, ni wewe umefanikiwa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa hiyo mahali popote ambapo utayaona mafanikio, kuna wajibu nyuma ya kila mafanikio. Kuna mtu anatamani, Bwana ukaniinua kwenye biashara. Kwenye kila biashara kuna wajibu. Utaona mfanya biashara anaamka asubuhi saa 12, anaandaa biashara zake, anauza biashara zake. Lakini kuna mtu mwingine amelala. Kwa nini amelala? Kwa sababu sio wajibu wake. Ukikutana na mtu yoyote amelala, ni mtu ambaye amekosa wajibu. Na mtu aliyekosa wajibu ni mtu ambaye haendi kokote.
Na ndio maana ni hatari sana kwenye maisha endapo utaambatana na watu wasio na wajibu kwenye maisha. Tafuta watu wanaowajibika ili uweze kupiga hatua kwenye maisha. Ukikutana na watu kitu pekee walichonacho ni kulala, ni tatizo. Kitu pekee walichonacho anasema si tunaomba, mambo mengine Mungu atafanya mwenyewe. Unaposema Mungu ninaomba unipe fedha, kuna wajibu ambao upo nyuma ya kupata fedha. Wangapi wananielewa? Unaposema Mungu ninaomba nipe mke mzuri, una wajibu wako kama kijana wa kukaa na namna fulani ili upate mke mzuri. Kwa sababu sio kila kwa namna yoyote tu kwamba nataka mke mzuri ndapata. Lazima kuna wajibu. Nataka mume mzuri, kuna wajibu kama mwanamke utakuwa nao ili upate mume mzuri. Wangapi wananielewa ninachoongea? Hata kanisa ili lifanikiwe kuna wajibu. Kuna wajibu wa pasta na kuna wajibu wa washirika. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Kwa hiyo sio kwamba ni pasta peke yake ambaye atafanya kanisa lifanikiwe. Imagine kama mimi pasta ndakuwa nabeba tofali peke yangu. Imagine kama mimi pasta ndakuwa nanunua kila kitu peke yangu. Hilo litakuwa kanisa langu. Na ndio maana utakutana na wachungaji wanasema hili ni kanisa langu. Hili sio kanisa langu. Hili ni kanisa la Mungu na sisi tuwashirika kwenye kanisa la Mungu. Wangapi wananielewa ninachoongea? Nataka ili jambo liingie ndani yako. Hili kanisa sio kanisa la mtu. Hili kanisa ni kanisa la Mungu. Na kwa sababu ni kanisa la Mungu, sisi wote tupo kwenye maono ya Mungu. Ni vile tu Mungu amenipa nafasi ya kunipendelea. Akasema Mbembela, wewe simama uwe mbele. Kwa hiyo sisi sote hii kazi inatuhusu. Mgeukie jirani yako mwambie hii shughuli inakuhusu wewe. Mwambie tena hii shughuli inakuhusu wewe. Kwa hiyo kuna mahali ambapo Bwana anatupeleka. Kuna mahali ambapo tunapaona tunatakiwa kwenda. Pale mahali ambapo tunatakiwa kwenda, kila mmoja wetu ana wajibu. Hapa kila mmoja akibeba tofali, tayari tuna tofali 100. Tayari tuna tofali 150. Tayari tuna tofali 200. Kila mmoja akibeba tofali, tayari kila mmoja tofali 300 hizi hapa. Kwa hiyo ule mzigo ambao mimi ningechoka kubeba kila wakati tofali kichwani, ila tukisema hapa tubebe tofali, watu wote kazi inaisha mara moja. Unanielewa ninachoongea? Sasa nataka tuzungumzie wajibu wa mshirika katika kukua kwa kanisa. Kanisa lolote ili likue, ili liongezeke, kuna wajibu wa mchungaji, kuna wajibu wa mshirika na kuna wajibu wa Mungu. Hauwezi ukaingia kwenye wajibu wa Mungu. Inawezekana hauwezi ukaingia kwenye wajibu wa mchungaji, lakini kuna wajibu wa mshirika. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Wangapi wananielewa mpaka hapo? Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi yake ya kufanya ili kanisa la Bwana liongezeke, ili kanisa la Bwana likue. Na kila mmoja akisimama kwenye nafasi yake, utaona kila mmoja anasema kanisa letu limestawi. Kwa sababu kila mmoja ameshika jembe, kila mmoja ameshika mbegu, kila mmoja anachimba shimo, kila mmoja anapanda mbegu, kila mmoja anamwagilia, kila mmoja anakuza, kila mmoja na utaona kanisa linakuwa, alafu wote tutasema shamba letu linapendeza. Piga makofi kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Nao kila mmoja ana sehemu yake kama mshirika. Sasa kuna wajibu wa aina mbili. Kuna wajibu binafsi na wajibu wa pamoja. Nao nitaanza kwenye wajibu binafsi. Vitu gani uvifanye binafsi ambavyo vitasaidia kanisa kukua? Wewe kama wewe, vitu gani ufanye ambavyo vitasababisha kanisa kukua? Kwa sababu kuna wajibu binafsi na wajibu wa pamoja. Kwenye wajibu wa pamoja tunatarajia kuwe na wajibu wa pamoja, lakini pia kuna wajibu binafsi. Nataka tuanzie kwenye wajibu binafsi. Wajibu binafsi ambao utapelekea kanisa la Mungu kukua, yani huo ni wajibu wako ukiwa peke yako, wewe kama wewe. Jambo la kwanza ambao ni wajibu wa kwanza ni wajibu wa kumpenda Mungu kibinafsi. Wajibu wa kumpenda Mungu kibinafsi. Mtu yoyote ambaye anatarajiwa alete matokeo kwenye kanisa, anatarajiwa kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Sasa hapa ndipo ambapo kuna changamoto. Watu wengi wana mahusiano mazuri na aposto, wana mahusiano mazuri na pasta, lakini hawana mahusiano mazuri na Kristo. So kuna wakati wanapotaka kuleta mazao fulani wanakuta hawawezi. Kwa nini?
kwa sababu hawana mahusiano mazuri na Mungu. Mtu yoyote anayempenda Mungu ndiye mtu ambaye anaweza kuzaa ndani ya kanisa. Mtu yoyote ambaye ana mahusiano binafsi na Mungu, vibrant relationship with God, ndiye mtu pekee ambaye anaweza kuleta matokeo ndani ya kanisa. Ukiona mtu hawezi kuzaa ndani ya kanisa, hawezi kuleta matokeo ndani ya kanisa, hawezi kuwa sababu ya kanisa kuongezeka, ni ishara tosha ya kwamba mahusiano yake binafsi na Mungu hayako sawa. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 5. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Now he is talking about your personal relationship with God. Kwa hiyo tunatarajia kuona mshirika wa Word Shakers ana mahusiano thabiti na Mungu. Kabla ya kuwa na mahusiano na pastor, kabla ya kuwa na mahusiano na washirika wengine ndani ya kanisa, Mungu anatarajia akuone ana mahusiano na wewe. Na ninamwombea mtu mmoja hapa ambaye mahusiano yake na Mungu yanalegalega. Bwana ayaimarishe mahusiano yake na wewe katika jina la Yesu. Mahali popote ambapo ulikuwa unakwama, unajaribu kusema nampenda Mungu, lakini kuna mazingira yanakuzuia kumpenda Mungu, katika jina la Yesu aliye hai, kuanzia leo Bwana ayaimarishe mahusiano yake na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Maandiko yanasema mpende Bwana Mungu wako. Anasema umpende kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Nao anazungumzia katika maeneo matatu. Mpende kwa roho yako yote, maana yake it is inside you. Hata kama watu hawanioni, lakini nampenda nani? Hata kama watu siko nao pamoja, mshirika mwenzangu fulani siko naye pamoja, lakini niko peke yangu na Mungu, nampenda Mungu. No matter mazingira gani, nampenda Mungu kwa roho yako yote. Maandiko yanasema tena kwa akili zako zote. Anapozungumzia akili, anazungumzia emotions zako, anazungumzia utashi wako, anazungumzia namna unavyofikiri. Kwenye akili yako, show that you love God. Sometimes hatuwezi kujua ni nini unawaza, hata kama hatujui, lakini tuwe tunawazo moja kwamba huyu jamaa akili yake inawezekana saizi anasema nampenda Yesu. Akili yako inasema nini kuhusiana na Yesu? Alafu neno la tatu anasema mpende kwa nguvu zako zote. Maana yake toa nguvu zako kwenye utumishi. Onesha kwamba unampenda Yesu kwa kuzitoa nguvu zako. Kuna mahali ambapo hapahitajiki akili, kuna mahali ambapo hapahitajiki roho yako, panahitajika nguvu zako. Onesha kwamba unampenda kwa nguvu zako zote. Na ninamwombea mtu mmoja, Mungu ampe neema ya kumpenda Mungu katika roho yake yote, na kwa akili zake zote, na nguvu zake zote, katika jina la Yesu aliye hai. Kwenye Yoshua 23 mstari wa 11, Mungu anaitoa hadhari. Anatoa tahadhari moja. Yoshua 23 mstari wa 11 anasema, jihadharini nafsi zenu basi ili mpende Bwana Mungu wenu. Maana yake kuna vitu ambavyo vinaweza vikakutoa kwenye mazingira ya kumpenda Mungu. Sometimes inawezekana wakawa ni marafiki, sometimes inawezekana ikawa ni familia, sometimes inawezekana ikawa ni biashara, sometimes inawezekana ikawa ni kazi. Now Mungu anataka ujihadhari. Angalia sana, uwe makini. Anaposema neno jihadhari, anamaanisha uwe makini, kwa sababu adui atatamani ya kutoe kwenye mahusiano yako na Mungu. Inawezekana kuna rafiki unaye, anawezekana akawa sababu ya wewe kuacha upendo wako wa kwanza. Angalia namna ulivyokuwa unampenda Mungu kwanza, angalia na ulivyo sasa. Inawezekana kuna mazingira yanasababisha usimpende Mungu. Inawezekana kuna rafiki anasababisha usimpende Mungu. Hauwezi kuwa na matokeo kanisani kama hauna mahusiano mazuri na Mungu. Hauwezi kuzaa sana kama hauna mahusiano mazuri na Yesu Kristo. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maandiko yanasema jihadharini, jihadharini nafsi zenu. Manake there is an attack that can come to your love. Kuna mashambulizi ambayo shetani anaweza kayatuma kwenye mahusiano yako na Mungu. Kuna mtu mwingine, kuna mahali unapitia, unajisikia kabisa kama nimemwacha Yesu, unajisikia kabisa kwamba sina tena Yesu. Ile ni shambulio. Na kuna watu wengi wanapitia mazingira ambayo anakaa na marafiki, au marafiki kabisa wanakudrain spiritually,
Hakuna kitu chochote ambacho unasababisha kizaliwe ndani yako cha Mungu. Unakaa nao, ni shost, ni best, ni rafiki yako, ni BFF, lakini huyo ndo anayesababisha mahusiano yako na Mungu yakatike. Now, angalia ni nani anayesababisha mahusiano yangu na Mungu yavunjike. Maandiko yanasema jihadharini. Jihadharini. Kwa nini? Kwa sababu kama nataka kuleta matokeo kwenye kanisa, lazima nijifunze kuna watu ambao wanaweza wakawa sababu ya mimi nisihusiane na Mungu. Na mahusiano yako na Mungu ni msingi wa kwanza wa kuweza kuzaa. Mathayo 22 mstari wa 37. Anakazia lile andiko la Torati 6 mstari wa 7. Mathayo 22 mstari wa 37. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Ninamwombea mtu mmoja asubuhi ya leo, Bwana aweke roho ya upendo ndani yake. Aweke roho ya addiction na Yesu. Moyo wako uwe addicted na Yesu. Unapokaa uwe addicted na Yesu. Wakisema wewe ni teja, useme mimi ni teja wa Yesu. Ninaombea roho yako, roho ya kumkinai Yesu iondoke. Kuna mtu mwingine anasema sasa nimezoelea, nina miaka 5 kwenye wokovu, nina miaka 10 kwenye wokovu, na ndio maana umegeuka kuwa tasa. Hauwezi tena kuzaa kwa sababu una mazoea. Ninakuombea katika jina la Yesu aliye hai, roho ya kukinai wokovu iondoke katika jina la Yesu. Roho ya kuthamini wokovu iwe ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3 anasema, je, sisi je, tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii? Tutapataje kupona? Mahusiano yako na Mungu kwanza kabla ya jambo lolote. Mwambie jirani yako, mahusiano yako na Mungu kwanza kabla ya jambo lolote. Mwambie tena, mahusiano yako na Mungu kwanza kabla ya jambo lolote. Wakati tunatazamia kuelekea Kanaani, mahusiano yako na Mungu ni ya muhimu na ni ya msingi. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Mahusiano yako na Mungu ni ya msingi. Umeingia kwenye mahusiano na mtu, mahusiano yako na Mungu ni ya msingi. Unaenda ofisini, mahusiano yako na Mungu ni ya msingi. Unaenda kwenye biashara, mahusiano yako na Mungu ni ya msingi. Unakutana na marafiki kanisani, mahusiano yako na Mungu ni ya msingi. Kwa sababu hata kanisani kuna wakina Yuda utakutana nao ambao watatamani wakutoe kwa Yesu. Sio kila mtu anayekuja kanisani amekuja kusali. Mwingine amekuja na mambo yake. Je, wewe unakuja kutafuta Yuda au unakuja kumtafuta Yesu? Chagua kumfuata Yesu. Piga kelele, sema amen. Hilo ni jambo la kwanza na ni wajibu wa kwanza. Wajibu wa kwanza ni nini? Mpende Mungu kibinafsi, au kumpenda Mungu kibinafsi. Wajibu wa pili ni kukua kiroho. Ni kukua kiroho. Hawezi ukazaa matunda kama hujakuwa kiroho. Na kimsingi hatuwezi kukulazimisha kama mshirika ukue kiroho. Kwa hiyo mshirika anaweza akaja kanisani akakaa miaka 10 asiongezeke kiroho. Yeye anaweza kusema mimi najua hii wedding shaka nimeiona toka ilipoanza. Yani unajua tulikuwa wachache, lakini sasa hizi mnaona tumejaa. Yani nakwambia mimi, yani niulizeni mimi. Mambo yote hapa niulizeni mimi. Hilo ni tatizo. Ongea naelewa ninachoongea. Hakikisha kwenye mwendo wako na Mungu unakuwa kiroho. Watu wengi hawakui tena kiroho. Wameshasimama. Safari yao ya kiroho imesimama. Maisha yao ya maombi hayaongezeki. Maisha yao ya kupenda neno hayaongezeki. Ameshazoelea Mungu, ameshazoelea wokovu to the extent hawezi tena kukua kiroho. Hilo ni tatizo. Kwa hiyo tuna kanisa ambalo watu wanakuja kanisani viroho vyao ni viemoro. I don't know viemoro ni wale watu wafupi, unajua. Kwa mtu rohoni yuko hivi. We unalishwa vizuri, nenepa? Hapana. We ongezeka? Hapana. Hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18. Waraka wa pili wa Petro 3:18 anasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua. Kuweni katika neema. Usibaki pale pale unaimba tu. Sema Mungu natamani zaidi. Usibaki tu pale pale unahubiri. Sema
wa Mungu, natamani isiwe tu kuhubiri, natamani kusiona nguvu zako. Isiwe tu kila siku nakuja kanisani na Biblia. No, tafuta kwamba Bwana, nataka nione neema yako inaonekana juu yangu. Wale ambao wanaweza kuhubiri wana nini? Wale ambao wanaweza kutoa pepo wana nini? Wale ambao wanaweza kufanya haya yote wana nini? Baba, ninaomba unisaidie nichukue mipia kwenye ile level. Natamani nikuone kwenye ile level. Usibaki kuwa Mkristo yule yule. Umeokoka leo ni kweli, lakini baada ya miezi 6 watu wakuone kuna kitu kiko ndani yako. Ukionekana mtaani, watu waseme yule jamaa na Yesu. Namna ambavyo unaongezeka kila siku, waseme huyu jamaa hapana. Kama huyu jamaa ndo ameokoka alikuwa hivi, lakini sasa hivi yuko hivi. Manake watu watakuwa wanaona unavyokuwa. Nisikilize. Moja ya kitu ambacho kinawavutaga watu ambao hawajaokoka ni maisha yako yanayoongezeka kila siku kwa Yesu. Maandiko yanasema kuweni katika neema na katika kumjua. Kwa kadiri ambavyo unazidi kumjua, kwa kadiri ambavyo unazidi kuwa na mahusiano naye, ndivyo ambavyo maisha yako yote yanabadilika. Utaona kazi zako zinabadilika kwa kadiri ambavyo unamjua. Paulo anazungumza na Wagalatia. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Anasema vitoto vyangu nawaonea utungu kwamba Kristo aumpike ndani yenu. Na waonea utungu kwamba Kristo afanye nini? Manake matarajio ya Paulo ni kuona kanisa la Wagalatia kila siku lina Yesu ndani. Yesu anaumbika ndani yao. Maisha yao ya maombi yanaongezeka. Zamani nilikuwa ninaomba kawaida, nilikuwa naomba dakika 5, lakini sasa hivi naomba masaa 3. Zamani nilikuwa na uwezo wa kusoma Biblia mstari mmoja, lakini sasa hivi naweza kukaa nikasoma sura na sura, sura na sura, kitabu na kitabu. Why? Kwa sababu ndani yako unaongezeka na kukua. Kanisa lolote linalokuwa ndilo kanisa ambalo lina uwezo wa kuzaa. Mshirika asiyeongezeka, asiyekuwa, hawezi akazaa. Hakuna mtoto ambaye anaweza kuzaa mtoto. Ni mtu mzima peke yake ambaye anaweza kuzaa watoto. Kwa hiyo indicator ya kwamba umekuwa kiroho ni pale ambapo una uwezo wa kuzaa. Kwa hiyo hauwezi ukaleta washirika wapya kanisani wakati wewe mwenyewe bado ni mtoto. Na ndio maana ukiona unapambaniwa kila siku, njoo kanisani, njoo kanisani, njoo kanisani, jiweke kwenye level ya utoto. Mwambie Yesu, ninakataa habari ya utoto. Nakataa habari ya utoto. Paulo anasema nilipokuwa mtoto nalinena kama mtoto, na alifikiri kama mtoto. Anasema lakini sasa nimekuwa mtu mzima, anasema nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Inatakiwa ifike wakati wewe uliye mshirika yabatilishe mambo ya kitoto. Kila siku unaitwa kwenye kesi za masengenyo, kila siku unaitwa kwenye kesi za uasherati. Nao hapana, sitaki tena kuitwa kwenye kesi za uasherati, sitaki tena kuitwa kwenye kesi za masengenyo. Wewe ulisema nini? Wewe ndio uliyesema hivi, wewe ndio uliyesema. Ni mbaya sana kuwa na kanisa ambalo kila siku vikao ni vya masengenyo. Eti hatuna vikao vya kusema tujadili, washirika ni wengi, hapatoshi kanisani. Tuna kikao cha kusema eti mshirika huyu amezini na fulani. Hivyo ni vikao vya kijinga. Na kanisa linalokuwa, utaliona moja ya kitu ambacho kinaondoka ni vikao ambavyo vinajadiliwa nonsense. Zinajadiliwa nonsense, ujinga. Eti nani amekanyaga mavi kule, hebu mzee wa kanisa nenda kamuosha. Ifike level tunakaa vikao vya kusema tunapandaje level kutoka kuomba masaa 5 kwenda masaa 10. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kanisa linatarajiwa liwe na mijadala. Tumekaa hapa tutoshi. Kila mmoja ashike jembe, kila mmoja ashike panga, twendeni tukakate eneo lingine. Hii ndio ilikuwa habari ya kwa kina Elisha. Wamekaa, maandiko yanasema walikuwa wengi, wakasema mahali hapa tutoshi. Wakamwambia nabii Elisha, waambia sasa hivi inatakiwa tuondoke hapa kwa sababu mahali hapa tutoshi. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja alikuwa anawajibika. Na nisikilize, Mungu anatafuta kanisa la watu ambao wanakuwa, watu ambao wanaongezeka. Na ninamwombea mtu mmoja hapa, Mungu amtoe kwenye level za kitoto katika jina la Yesu. Kuanzia leo una graduate kutoka kwenye level ya uchanga na level ya utoto katika jina la Yesu aliye hai. Nasema katika jina la Yesu aliye hai, roho ya uchanga na roho ya utoto ikuache kwa jina la Yesu. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Keti katika jina la Yesu. Maswala ya kitoto yanakera.
Hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake baki vile vile kila siku. Mungu anatarajia kuona world shakers inakuwa ni mahali ambapo watu wazima wanakaa. Watoto wakikaa wanabadilishwa, wanakuwa watu wazima. Mungu anatafuta kuona world shaker ambayo watu wakija walikuwa hawajielewi, walikuwa hawajitambui kimaisha, ghafla wanabadilika. Na ninamwombea mtu mmoja hapa, Bwana abadilishe maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Bwana abadilishe maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe hatua zingine 1000 katika jina la Yesu aliye hai. Maisha yako ya maombi yakapokee neema tena. Nasema maisha yako ya maombi yakapokee neema tena. Maisha yako ya kumtolea Mungu yakapokee neema tena. Kiwango chako cha kumtolea Mungu ulipokuwa unaokoka mpaka sasa ni kile kile. Mungu hapana, nipandishe level mpya. Nipandishe level mpya. Wakati unamwomba Mungu level hizo, kumbuka unapomwambia Mungu nipandishe level mpya ya kutoa, maana yake Mungu nipe tena fedha zingine nyingi. Kwa hiyo Mungu anakuongeza sio kwa sababu tu unataka pesa. Kwa sababu kuna kiwango cha kiroho unakitamani cha kumtolea Mungu. Zamani nilikuwa natoa buku, mpaka leo una miaka 10 unatoa buku. Na hauoni aibu. Yesu hapana, natamani upandishe viwango vyangu vya kifedha. Nataka nikutolee zaidi. Nataka kuwa mshirika ambaye nitaleta mchango kwenye kanisa. Natamani kuwa mshirika ambaye nitaleta badiliko kwenye kanisa. Maandiko yanasema basi kuweni katika neema na katika kumjua. Kuweni katika neema na katika kumjua. Nataka nimjue zaidi. Nataka nimfahamu zaidi. Nataka niwe na mahusiano naye zaidi. Na kwa kadri unavyokuwa unahusiana na Yesu, ndivyo utakapojua nini nifanye kwa ajili ya Yesu. Nini nifanye kwa ajili ya kanisa. Nini nifanye ili Yesu afurahi. Sikiliza, mtu yoyote ambaye una mahusiano naye utatafuta kumfurahisha. Yesu anatafuta washirika ambao wakikaa peke yao wanatafuta kumfurahisha. Yesu anatafuta washirika ambao wakikaa peke yao wanasema Mungu, wiki hii nafanya kitu gani ambacho kitafurahisha kazi yako kanisani. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Lakini kweni katika neema. Mungu awabariki keti. Na katika kumjua Bwana wetu Mwokozi. The more unavyomjua, the more unavyozaa. The more unavyomjua. Kwa ukiona kwa nini mimi sileti washirika, angalia ukuaji wako wa kiroho. Tatizo sio kwamba eti huwezi kuleta. Tatizo rohoni ndio una shida. Rohoni una nini? Umeridhika pale pale. Unajiona sawa. Leo huwezi kumwambia Precious, mtoto wako yuko wapi? Ni mtoto. Umeelewa ninachoongea? Uwezi kukaambia katoto bana, vipi tena Kulwa? Mtoto wako yuko wapi? Kana anacheka tu. Ndio kama vile unamwambia mshirika ambaye ni mtoto, leta washirika. Anaanza Jumapili tena anakuja. Unajua ni mtoto. Lakini mshirika aliyekuwa katika roho, utaona anasema baba, Jumapili just come and see. Utajua ya kwamba mimi ni mtoto wako kweli. Why? Amekuwa tayari. Ukishakuwa mtu mzima, majukumu yanakuangukia. Hakuna mtu ambaye anamwambia Precious, tunaomba hela ya mchele nyumbani. Ila tutamwambia Pastor Lili, tunaomba hela ya chakula nyumbani. Kwa nini? Wewe ni mama, umeshakuwa. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Majukumu yanakuangukia unapokuwa mtu mzima. Sio sifa kwamba mimi kanisani naendaka kila siku, mimi ni mshirika tu. Ni mshirika tu. Moja ya ishara kwamba umekuwa ni pale ambapo kuna wajibu unaofanya kanisani. Ukija kanisani, wewe ni nani? Wewe ni nani? Hata kama sio shemasi, ila mimi ni mvuna nafsi. Tutaangalia mbele. Sema amen. Lakini jambo la tatu, wajibu wako binafsi ni kujifahamu wewe ni nani katika mwili wa Kristo. Kujifahamu wewe ni nani katika mwili wa Kristo na katika kanisa. Lazima ifike mahali ujifahamu. Mshirika anayejielewa anajifahamu kanisani, mimi ni nani. Katika Kristo, mimi ni nani. Ukiona unamfuatilia mshirika kila wakati, ajitambue yeye ni nani kanisani. Mimi siji, hajijui yeye ni nani. Kwa nini hujaja ibadani? Nilijisikia tu kulala nyumbani. Tatizo hujijui wewe ni nani. Wewe ni nani? Ili uweze kuzaa, lazima ujifahamu wewe ni nani. Na kwa kujibu swali hilo, wewe ni nani? Namba 1, wewe ni mwana wa Mungu. Jifahamu kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ili uweze kuzaa ndani ya kanisa, lazima ujifahamu wewe ni mwana wa Mungu.
mimi sio mtu tu, mimi ni mwana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:15. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:15. Kila akiria ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Huyu ni mwana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza na wa pili. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa hukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Wapenzi, sasa. Lini? Sasa. Kila mmoja sema sasa tu wana wa Mungu. Sema sasa tu wana wa Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida, sasa umwana wa Mungu. Wewe sio tu mshirika wa kawaida, wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini natakiwa kuzaa wengine? Kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Jitambue kwenye nafasi hiyo, na asiweko mtu wa kukutoa. Akija aposto akikwambia tofauti, mwambie hapana, mimi ni mwana wa Mungu. Akija pastor akikwambia neno vingine, mwambie hapana, mimi ni mwana wa Mungu. Kwa sababu wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Piga kelele, sema amen. Sema amen. Kila akiria kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, maandiko yanasema Baba anakaa ndani yake na Kristo anakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, sasa tu wana. Piga kelele, sema mimi ni mwana wa Mungu. Sema mimi sio mtu wa kawaida. Unaponitazama, unaponiangalia, mimi sio mtu wa kawaida, mimi ni mwana wa Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Wewe ni mwana wa Mungu. Usije ukakaa mahali kuna siku ukajiona wa kawaida. Wewe ni mwana wa Mungu. Fahamu hivyo, wewe ni mwana wa Mungu. Lakini namba 2, wewe ni nani? Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Namba 1, wewe ni mwana wa Mungu. Lakini namba 2, wewe ni kiungo katika mwili wa nani? Wa Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:27. Kimsingi utaisoma sura yote ya 12. Amen. Wakorintho wa kwanza 12:27. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila mmoja peke yake. Ninyi mmekuwa nani? Mwili wa Kristo na viungo kila mmoja peke yake. Mimi ni kiungo. Mimi sio mwili wote wa Kristo. Inawezekana mimi ni macho tu, wewe ni pua. Inawezekana wewe ni kongosho, mwingine ni bandama, mwingine ni makalio, mwingine ni macho. Kila mmoja ni kiungo. Hakuna ambaye sio kiungo. Hakuna ambaye hana umuhimu. Eti mimi aposto, kwa sababu mimi ni aposto basi mimi ni muhimu kuliko nyie wote. Uongo. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Mimi sio bora kuliko wewe. Mwambie jirani yako, mimi sio bora kuliko wewe. Mwambie tena, mimi sio bora kuliko wewe. Taarifa mbaya ambayo tumeisikia huko duniani ya kwamba wewe sio bora. Lakini neno linasema hapana, kila mmoja ni kiungo. Maana yake kama ufanyi kazi, maana yake kuna sehemu ya mwili haifanyi kazi. Tatizo ni hili. Kwa nini hauzai kanisani? Ni kwa sababu unafikiria kwamba aliye na wajibu wa kuzaa ndani ya kanisa ni pastor, aliye na wajibu wa kuhubiri ndani ya kanisa ni bishop. No, ni wajibu wako. Inawezekana ukawa banker, lakini banker ambayo una matokeo. Kuna mtu mmoja nimekuwa nikimtolea ushuhuda hapa, anaitwa Mr. Maduka, ni Nigeria, ni billionaire, a billionaire Christian. Yule mtu wa Mungu, yeye akifika mahali anapaki gari lake hapo. Akipaki gari lake anafungua vyombo, anahubiri, anafunga vyombo nyumbani. Na ninawaambia ni nani? Na anafanya hivyo mpaka sasa. So kuna mtu anaweza kusema mimi, unajua mimi ni banker tu na mshirika, mimi ni financial, kingdom financier. You are not only just kingdom financier. You can become a kingdom financier and a soul winner. Listen to me. You can promise God, make me a soul winner. I'll bring more souls to you. Nifanye kuwa mvuna nafsi na nitakuletea watu wengi kwako. Listen to me. Kitu ambacho tunatofautiana na watu wa ufalme wa giza. Unakutana na mtu ni mwanamuziki wa duniani,
lakini yuko very serious kuwaleta watu wengine kwa shetani. Serious. Nyewe mnasema tu ile jamaa anaimba anakatika yupo uchi. Pale yupo kwenye market, ana market shetani. Baadaye kuna washirika wanamwendea. Wasanii wote unaowaona ambao unajua wana mashetani, wana washirika wao ambao wanawamenta. Wewe unaweza ukasema it is just a music label. Sio music label. Na ndio maana watu wote utakaoona wamejoin those music label, utaona baadaye wanabadilika. Wanabadilika. Kama ulikuwa na ushetani kidogo, wanazidishiwa ushetani. Wanaambia sasa hivi ulikuwa tu una mashetani, sasa hivi at least upasuliwe huko nyuma. Maana yake sasa hivi uwe shoga. So wanaendelea kutoka utukufu wa dhambi mmoja kwenda utukufu. Na unakuta kuna watu wanawa celebrate. They don't know. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ila si ni waimbaji tu. Lakini tayari wameshawaita watu wengi kwenye ushetani. Wamewaalika watu wengi kwenye ushetani. Eti wewe unasema mimi ni benka tu. Shetani ana mabenka wake. Shetani ana mabilioni ya wake. Unataka kujua siri zetu? Wanakwambia njoo ujoin. Wanakupeleka mali, toa kafara, toa babako, toa mamako. So mtu alikuwa ni mtu mzuri tu, lakini amekutana na mtu mmoja naye ni winner wa ufalme wa giza. Nyinyi mnanielewa ninachoongea? Tatizo wewe umeokoka na umebaki kuwa wa kawaida. Umeokoka na umeshazidi kujiona wa kawaida na mpaka hapa umerudi nyuma. Hilo ni tatizo. Hilo ni nini? Hilo ni tatizo. Wewe ni kiungo cha mwili katika mwili wa Kristo, na kazi iko kwenye kila kiungo. Macho yana kazi yake, meno yana kazi yake, ulimi una kazi yake. Kuna kitu karefu kako huko ndani kana kazi yake. Mnanielewa ninachoongea? Sikio lina kazi yake, bandama lina kazi yake, ini ina kazi yake, utumbo mpana na utumbo mwembamba una kazi yake. Kila mmoja ana kazi yake, na kila kiungo ndicho kinachofanya mwili uwe sawa. Kuna wiki kama 1-2 zimepita, nilikuwa nimejichoma hapa nafikiri na waya. Baadaye pakavimba hichi kidole. Kilipovimba, yani nilikuwa nakosa raha mwili mzima. Kwa nini nakosa raha? Kwa sababu kidole kimevimba, kimetunga usawa kutosha sana. Mpaka siku nilipokamua nikatoa usaha, nikasafisha pakawa safi. Kidole kimekuwa safi. Najisikia vizuri. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ila kilichoumia kilikuwa ni nini? Wewe ni kiungo, kama ufanyi kazi. Imagine sasa hivi ini likatai kufanya kazi. Ini linaonekana. Ini halionekani, lakini linafanya kazi, si ndio? Watu wengi ninyi mlioko hapa ni kama ini, hamuonekani. Ila ni viungo kwenye mwili wa Kristo. Umeelewa ninachoongea? Wengine inawezekana wewe rohoni ni utumbo mpana. Yaani wewe ulivyo unavyojiona wewe ni utumbo mpana. Unasafirisha vitu. Kuna mtu mwingine inawezekana kabisa akawa ni anus. Kuna mtu anaichukia anus kwa sababu inatoa mavi. Kila mtu anaipenda, akienda chooni anaisafisha. Si ndio? Ukienda chooni unatokaga na mavi. Hapana, unasema anus umechafuka. Unachukua maji safi naita nini? Tissue, au unachukua toilet papers, unaitawaza vizuri, unasafisha vizuri. Nini? Anus isinuke. Maana yake wewe unaipenda sana anus. Hakuna mtu mwenyewe hajisafishi. Wangapi wananielewa? Maana sasa siku hiyo anus ifunge, igome. Iseme kuanzia leo sitoi mavi. Utaona foleni za maombezi kanisani. Kwa nini? Anus imefanya nini? Anus haitoi mavi. Sasa inatakiwa tufanye nini sasa? Maombezi. Kwa nini? Anus haitoi. Kuna kiungo kimoja ambacho kazi yake ni kusafisha mwili, kuruhusu uchafu utoke ndani ya kanisa. Kipo humu ndani. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kuna yule mtu ambaye unaletewaga habari mbaya tu za washirika. Na unamwambia mtu hapana, hakumaanisha hivyo. Hapana, hakusema. Wewe ni kama anasi. Unahakikisha mwili uko. Sasa kuna watu wengine wenye kazi yao kupakaza mavi. Wewe ni mjumbe wa shetani. Wangapi wamenielewa ninachoongea?